Pumu. Jinsi ya kutumia kifaa cha kuvuta dawa inhaler pamoja na kifaa cha kuongeza nafasi spacer kwa usahihi. Mwongozo kwa wazazi. Video hii itazungumzia ugonjwa wa pumu na jinsi ya kumpa dawa mtoto mwenye pumu. Tafadhali itazame video hii hadi mwisho, kwani ina taarifa nyingi muhimu. Pumu ni ugonjwa unaowafanya baadhi ya watu kupata shida ya kupumua kwa sababu njia za hewa kwenye mapafu yao hubana na kuvimba. Pumu inaweza kusababisha kikohozi, kupumua kwa sauti ya mluzi, kubana kwa kifua na upungufu wa pumzi, hasa wakati mtu ana mafua, anapofanya mazoezi au anapokuwa karibu na moshi. Pumu haiwezi kuponywa kabisa, lakini dawa na kuepuka hali zinazoweza kusababisha pumu kunaweza kusaidia kuidhibiti. Dawa za pumu huwasaidia watoto kupumua kwa urahisi zaidi kwa kupunguza uvimbe katika njia za hewa na kulegeza misuli inayozizunguka. Dawa mara nyingi hutolewa kupitia kifaa cha kuvuta pumzi na inapaswa kutumika kama ilivyoelekezwa na daktari. Kifaa cha kuvuta pumzi ni kifaa kidogo kinachoweza kushikiliwa mkononi, kinachokuruhusu kupumua dawa kupitia mdomo wako, moja kwa moja hadi kwenye mapafu yako. Daktari wako atashirikiana nawe kuandaa mpango wa kudhibiti pumu ya mtoto wako, unaojulikana kama mpango wa utekelezaji wa kudhibiti pumu. Daktari atakusaidia kuelewa ni aina gani ya dawa itakayohitajika kumsaidia mtoto wako na jinsi ya kumpa dawa hiyo. Daktari atakupa agizo la dawa ili uchukue kifaa cha kuvuta dawa cha mtoto wako kutoka kwenye duka la dawa. Kuna aina mbili kuu za vivuta pumzi vinavyotumika kutibu pumu. Vivuta pumzi vya uokoaji hufanya kazi haraka kufungua njia za hewa wakati wa shambulio la pumu au wakati dalili za pumu zinapoanza ghafla. Vivuta pumzi vya uokoaji vina dawa inayoitwa albuterol. Vipulizio vya kudhibiti hali ya pumu, maintenance inhalers, hutumiwa kila siku kusaidia kuzuia dalili za pumu na kupunguza uvimbe katika njia za hewa. Kuna aina nyingi tofauti za vipulizio vya aina hii na vingi kati yake vina dawa zinazojulikana kama steroidi. Baadhi ya vifaa vya kuvuta dawa inhalers huwa na dawa zote mbili, albuterol na steroidi, katika kifaa kimoja. Hizi zinaweza kusaidia kutibu mashambulizi ya pumu na pia kuyazuia. Muulize daktari wa mtoto wako ni aina gani ya vifaa vya kuvuta dawa mtoto wako anavyo. Fuata mpango wa udhibiti wa pumu wa mtoto wako ili kujua ni wakati gani wa kutumia kila kifaa cha kuvuta dawa. Rangi ya kifaa cha kuvuta dawa inhaler inaweza kutofautiana kulingana na kampuni inayokitengeneza. Usitumie rangi hiyo kukisia ni dawa gani iliyo ndani yake. Daima, wasiliana na daktari wako ili kuhakikisha unafahamu ni kifaa kipi kinachosaidia kuzuia mashambulizi ya pumu na kipi kinachotumika kutibu kikohozi, kupumua kwa sauti ya mluzi au matatizo ya kupumua. Unapaswa kuleta vifaa vya mtoto wako vya kuvuta dawa, inhalers, kila unapompeleka kwa daktari, au upige picha za vifaa hivyo na uwe nazo kwenye simu yako. Ikiwa hali si ya dharura, unaweza pia kutuma picha za kifaa hicho kupitia mfumo wa mtandaoni wa wagonjwa ili kusaidia kudhibitisha dawa husika. Ikiwa mtoto wako anatumia kifaa cha kuvuta dawa inhaler chenye steroidi, anapaswa kusukutua kinywa chake kwa maji na kuyatema baada ya kukitumia. Hii husaidia kuzuia dawa kubaki mdomoni au kumezwa. Kifaa cha kuongeza nafasi spacer ni mirija inayounganishwa kwenye kifaa cha kuvuta dawa ya pumu
na kusaidia dawa kuingia mapafuni kwa urahisi zaidi. Badala ya kupulizia dawa moja kwa moja mdomoni, kifaa cha spacer huhifadhi dawa kwa sekunde chache ili mtu aweze kuivuta taratibu na kwa kina. Vifaa hivi husaidia dawa nyingi zaidi kufika kwenye mapafu, huku kiasi kidogo tu kikibaki mdomoni au kooni. Hali hii huongeza ufanisi wa kifaa cha kuvuta dawa inhaler na inaweza kupunguza madhara yasiyotarajiwa. Ni muhimu kutumia kifaa cha kuongeza nafasi spacer kila wakati mtoto wako anapotumia kifaa cha kuvuta dawa ya pumu inhaler, isipokuwa kama daktari wako atasema hakihitajiki. Baadhi ya dawa za pumu hazihitaji kifaa hicho. Barakoa hutumiwa pamoja na kifaa cha kuongeza nafasi spacer wakati mtoto ni mdogo na anapata shida kutumia kipande cha mdomoni. Barakoa humsaidia mtoto wako kuingiza dawa kwenye mapafu yake. Jinsi ya kutumia kifaa cha kuvuta dawa inhaler chenye barakoa. Kagua kifaa hicho. Hakikisha una kifaa sahihi kulingana na mpango wa matibabu ya pumu ya mtoto wako. Ikiwa huna uhakika, muulize daktari wa mtoto wako. Hakikisha kuwa kifaa cha kuvuta dawa kina dawa ndani yake. Angalia kiashirio kilicho kwenye kifaa hicho ili kujua ni dozi ngapi zimesalia. Kifaa hicho kitaendelea kutoa dawa hata kikiwa tupu. Hivyo, ikiwa kiashirio kinaonyesha 0, hakuna dawa ndani yake. Hakikisha barakoa inakaa vizuri. Barakoa inapaswa kufunika pua na mdomo wa mtoto wako bila kuacha nafasi yoyote wazi. Ikiwa huna uhakika kama inakaa vizuri, wasiliana na daktari wa mtoto wako. Ondoa kifuniko kwenye kifaa cha kuvuta dawa. Hakikisha sehemu ya kutokea dawa ni safi. Msimamishe mtoto wako. Kusimama husaidia mapafu kufunguka vizuri. Ikiwa kusimama hakuwezekani, mweke mtoto wako akae wima. Tikisa kifaa cha kuvuta dawa kwa sekunde 5. Ingiza kifaa cha kuvuta dawa kwenye ncha ya kifaa cha kusaidia kuvuta dawa spacer. Mwambie mtoto wako apumue hewa yote kutoka kwenye mapafu yake. Weka barakoa kwenye uso wa mtoto wako. Hakikisha inakaa vizuri juu ya pua na mdomo. Bonyeza kifaa cha kuvuta dawa mara moja. Endelea kuweka barakoa usoni mwa mtoto wako. Mwache mtoto wako avute pumzi ndefu na za taratibu mara 6 hadi 10. Ikiwa mtoto wako anahitaji zaidi ya dozi moja, pafu moja, subiri kwa takriban sekunde 30 hadi 60, kisha rudia hatua hizi kama ilivyoelekezwa katika mpango wa udhibiti wa pumu wa mtoto wako. Na hatimaye, hakikisha kuwa watu wengine wanaomtunza mtoto, kama vile shule, familia au walezi, wana nakala ya mpango wake wa kushughulikia pumu na wanajua jinsi ya kuutumia.